Natembeya amekuwa DC. Natembeya anafahamu sheria ni nini na anaishi kwa sheria. Ndio maana nasema kwamba sheria ni Natembeya na Natembeya ni sheria. So nataka nikomeshe Senator Cherigei ya kwamba Gavana wa Trans Nzoia George Natembeya sio rika yako. Tafadhali kwa heshima ya hali ya juu. Ya kwamba hatuwezi danganywa na mambo ya pumbafu na ujinga ya baadhi ya viongozi ambao wameshindwa na kazi. Sasa wanataka kulaumu George Natembeya ambaye anafanyia wananchi kazi. Ndugu zangu, yale ambayo Gavana wa Trans Nzoia George Natembeya, rais wa 6 mtarajiwa mwaka 2027, anafanya kazi kwa misingi ya katiba letu. Na Natembeya hajaifunja sheria ya taifa la Kenya. Wala haana mpango yoyote ya kugandamiza katiba na sheria ya taifa letu la Kenya. So nataka kuambia wale ambao wanadhani ya kwamba watatugandamiza na mheshimiwa Gavana Trans Nzoia George Natembeya kwa sababu maslahi yao ya binafsi. Nataka niambie serikali ya Kenya Kwanza pamoja na EACC pamoja na Senator Cherigei ya kwamba sisi kama wafuasi na sisi kama watu wa ground ya mheshimiwa Gavana Trans Nzoia tuko na agenda moja tu, agenda ya kuondoa maskini kule Luhyaland. Agenda ya pili na agenda ya kuweka Waluhya pamoja. Agenda ya tatu ni kufanya Muluhya kuwe na usemi katika kwenye siasa ya taifa la Kenya. Hizo ni agenda 3 ngusa ambao mheshimiwa Gavana Trans Nzoia George Natembeya, mchapakazi Simba ya Western, hako nalo ndiye anafanya agenda kama hizo, ili sisi kama vijana ambao tumedharuliwa muda mrefu kwa siasa ya taifa la Kenya tushimike. Kwa sababu ukiangalia Natembeya namna anafanya kazi kule mashinani, hakuna kiongozi wowote ambaye anafanya kazi hivyo. Ameshinda mheshimiwa William Ruto kwa umbali zaidi. Ameshinda magavana wote kwa umbali, kwa sababu hakuna mtu wowote mwanasiasa kiwango ya Gavana Natembeya ambaye anaweza weka hema kusikiza malalamishi ya wananchi asubuhi saa 1 hadi saa 12 jioni. Hakuna. Baadhi ya magavana utapata kwamba wanakula oroda, wanakula draa katika kwenye moteli kubwa kubwa. Lakini mheshimiwa George Natembeya utapata kama saa 1 asubuhi ameweka hema pale, anashughulikia wale watu ambao walirauka kumchagua yeye tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 2022. Kwa sababu wanafahamu ya kwamba yeye ni msingi yake ni kufanya kazi ili abadilishe taswira ya umaskini ambayo imeenezwa muda mrefu kule maeneo ya magharibi. Ndio maana tunasema kwamba ukigusa Natembeya umetugusa roho zetu. Ukijaribu kukuja wrong side kwa Natembeya utatupata, tutakugwara zaidi na tutakugwara vilivyo, kwa sababu tunaheshimu katiba na tutakugwara chini ya katiba. Hatutakugwara nje ya katiba. Ndio maana kuna siku mheshimiwa Gavana Trans Nzoia amesimama akatokana mheshimiwa rais. Hajawahi na hatawahi, kwa sababu anajua katiba ni nini. Hatawahi. Kwa sababu anajua katiba inalinda mheshimiwa rais, na katiba hilo moja imempea kama gavana uhuru ya kusungumuza. So anasungumuza within katiba. Ndio nataka kuambia wale vinyangarika, wale kikaragosi ya serikali ya Kenya Kwanza ambao wanataka kublackmail mheshimiwa George Natembeya, hatutaruhusu. Sisi tuko kazi kufanya kazi ile Trans Nzoia County ikuwe na mambo ya maendeleo, ili vijana wa mama waondolewe katika misingi ya umaskini. Then unapata wafala fulani wanakaa kwa kona ata wanapanga jinsi ata impeach governor. My friend, tunangoja mtiso wa Trans Nzoia. Itakuwa ngumu kwako. Na hii inakudhibitisha kama mjukuu mtu wa mkono ya mheshimiwa George Natembeya. Ukijaribu kuleta mswada ya kuimpeach Natembeya, utahama Trans Nzoia na jamii yako na familia yako wote. Hatukubembelezi kwa sababu unatuletea siasa wakati governor Yesu Mesia anafanya kazi ili aondoe watu wa Luhya na jamii zote, kabila zote kule Trans Nzoia kwa maskini. Kwa sababu governor huyu amepanga kila kabila. Hakuna kabila ambaye ananungunika Trans Nzoia. Wote pamoja ameweka ndani ya serikali. Anashughulikia wananchi wote ambao wanaishi Trans Nzoia. Hajabagua wewe ni Mbukusu, wewe ni Mjaluo, wewe ni Mkalenjin. Hajabagua mtu wote. Wote wanaloishi Trans Nzoia George Natembeya amewapanga vilivyo. Hakuna mtu ananungunika. Then unapata watu ambao wanaiba mali ya serikali kuu, wanaiba pesa yetu, then wanataka kutupangia namna wata-impeach governor. My friend, tunakungoja wewe MCA utapewa pesa na serikali ya Kenya Kwanza ulete motion ya kuimpeach governor. Tunakuhakikishia leo tarehe 31 mwezi wa 5 tutakuchoma boma lako. I will not fear to say.